Katika dunia ya leo, simu ya mkononi maarufu kama smartphone imekuwa sehemu muhimu sana ya maisha yetu. Wengi wetu hatuwezi kuanza siku bila kuitazama, iwe kwa kuangalia ujumbe, kupiga simu au kuperuzi mitandao ya kijamii kama WhatsApp, Instagram au TikTok. Lakini je, umewahi kujiuliza simu yako ina mambo gani ya ajabu ndani yake? Kuna ukweli mwingi ambao watu wengi hawajui kabisa, mambo ambayo yanaweza kukushangaza, kukufanya uione simu yako kwa jicho jipya kabisa. Katika makala hii tutachunguza kwa undani mambo hayo ya kushangaza. Kama bado haujasubscribe kwenye channel hii, fanya hivyo sasa. Nikujuze, simu yako ina nguvu kuliko kompyuta za zamani. Inaweza kukushangaza kujua kwamba smartphone yako ina uwezo mkubwa kuliko kompyuta zilizotumika wakati wa safari ya kwanza kwenda mwezini mwaka 1969. Kompyuta ya Apollo 11 ilikuwa na uwezo mdogo sana kulinganisha na simu yako ya sasa. Simu yako ina kitu kinachoitwa processor ambacho kinafanya kazi kama ubongo. Leo hii prosesa za simu zinaweza kufanya mabilioni ya mahesabu kwa sekunde, jambo ambalo zamani lilikuwa ni ndoto. Pia kamera ya simu yako ina teknolojia ya hali ya juu sana. Kamera ya simu yako si tu kwa ajili ya kupiga picha, ndani yake kuna teknolojia kama artificial intelligence. Teknolojia hii husaidia kutambua nyuso, kuboresha mwanga, kurekebisha rangi kiotomatiki. Hii ndio sababu unaweza kupiga picha nzuri hata bila kuwa mpiga picha mtaalam. Pia simu yako inakusikiliza, lakini si kama unavyofikiria. Watu wengi huamini simu zao zinawasikiliza kila wanachosema. Ukweli ni kwamba kuna program kama Google Assistant ambazo husubiri amri yako. Zinapotambua maneno maalum kama hey Google, ndipo zinaanza kufanya kazi. Hii haimaanishi simu yako inarekodi kila kitu muda wote, lakini inakuwa tayari kusikia amri yako. Pia simu yako inaweza kujua ulipo duniani kupitia teknolojia ya GPS. Simu yako inaweza kujua ulipo kwa usahihi mkubwa. GPS inamaanisha Global Position System. Hii hutumika kwa ramani, usafiri wa magari, kufuatilia watu au vitu. Pia simu yako ina sensa nyingi zisizoonekana. Ndani ya simu yako kuna vifaa vidogo vinavyoitwa sensa. Kuna kifaa kinachoitwa accelerometer. Kifaa hichi hutambua mwendo. Pia kuna kifaa kinachoitwa gyroscope, hutambua mzunguko. Pia kuna kifaa kinachoitwa proximity sensor. Kifaa hichi hutumika kuzima skrini unapoiweka sikioni. Hizi ndizo zinazoruhusu simu yako kufanya mambo ya kisasa zaidi. Pia betri ya simu yako ina maisha mafupi kuliko unavyodhani. Betri ya simu yako haidumu milele. Ina mzunguko maalum unaoitwa charge cycle. Baada ya mizunguko mingi ya kuchaji, uwezo wake hupungua polepole. Ndio maana simu mpya hudumu chaji zaidi kuliko ya zamani. Pia simu yako inaweza kudukuliwa kirahisi kama huna tahadhari. Kuna kitu kinachoitwa hacking ambacho ni udukuzi. Ikiwa unapakua apps kutoka sehemu zisizo rasmi, unabonyeza linki usizozielewa, unaweza kuweka simu yako hatarini. Ni muhimu kutumia antivirus na kuwa makini. Pia simu yako inaweza kukuathiri kiafya. Kutumia simu muda mrefu unaweza kusababisha maumivu ya macho, usingizi hafifu, maumivu ya shingo, hasa kutokana na blue light inayotoka kwenye skrini. Pia simu yako ina kumbukumbu kubwa kuliko unavyotumia. Simu nyingi zina storage kubwa, lakini watu wengi hujaza kwa video, picha na app zisizo muhimu. Kuna haja ya kusafisha simu yako mara kwa mara. Pia simu yako inaweza kufanya kazi hata bila internet. Baadhi ya apps zinaweza kufanya kazi offline kama kusoma nyaraka, kusikiliza muziki uliopakuliwa. Hii ni muhimu unapokuwa sehemu isiyo na mtandao. Pia simu yako ni kifaa cha ujasusi kwa baadhi ya apps. Baadhi ya apps hukusanya taarifa zako kama mahali ulipo,
tabia zako, unachotafuta. Hii huitwa data tracking. Nikujuze, simu yako inaweza kudumu miaka mingi ukitumia vizuri, ukifuata kanuni kama usichaji kupita kiasi, usitumie kwenye joto kali, usijaze storage. Simu inaweza kudumu muda mrefu zaidi. Nikwambie, simu yako inaweza kujifunza tabia zako. Simu nyingi za kisasa hutumia machine learning, ambayo ni sehemu ya artificial intelligence. Teknolojia hii huifanya simu yako kujua apps unazotumia mara nyingi, kupendekeza maneno unayoandika, kurekebisha matumizi ya betri kulingana na tabia zako. Hii ndio sababu simu yako huanza kuzoea kadri unavyotumia. Nikujuze, simu yako ina hali ya siri ya matumizi ya internet. Kuna kitu kinachoitwa incognito mode. Hii hukuwezesha kujivinjari bila kuhifadhi historia, kulinda faragha yako kwa kiwango fulani. Lakini kumbuka, haimaanishi huonekani kabisa mtandaoni. Pia screen ya simu yako ni mojawapo ya vitu vinavyoguswa sana duniani. Screen ni sehemu yenye bakteria wengi zaidi. Utafiti unaonyesha kuwa simu inaweza kuwa na bakteria zaidi kuliko hata baadhi ya vitu vya nyumbani. Ndiyo maana ni muhimu kusafisha screen mara kwa mara, kuepuka kuitumia wakati wa kula bila kunawa mikono. Pia simu yako inaweza kuathiri jinsi unavyofikiri. Kutumia simu kupita kiasi unaweza kuathiri umakini wako. Hii inahusiana na kitu kinachoitwa dopamine, kemikali ya ubongo inayokufanya ujisikie vizuri. Kila unapopata notification, like, message, ubongo wako hupata msisimko mdogo unaokufanya utake zaidi. Simu yako ina uwezo wa kudhibiti vifaa vya nyumbani kwa kutumia smart home technology, kuwasha taa, kudhibiti TV, kufunga au kufungua mlango. Hii ni sehemu ya dunia ya Internet of Things. Pia simu yako ina mfumo wa kujilinda dhidi ya virusi. Kuna kitu kinachoitwa security system. Hii inajumuisha fingerprint, face unlock, password. Hizi hulinda taarifa zako dhidi ya watu wengine. Pia simu yako inaweza kufanya kazi kama kompyuta kamili kwa kuunganisha na vifaa kama keyboards, mouse, monitor. Simu inaweza kufanya kazi kama desktop kompyuta. Nikwambie, simu yako ina uwezo wa kurekodi kila hatua yako bila wewe kujua. Kupitia apps mbalimbali, simu inaweza kuhifadhi mahali ulipoenda, muda uliokaa, njia ulizotumia. Hii huitwa location history. Pia simu yako inaweza kuwa sababu ya kupoteza muda wako bila kujua. Kuna kitu kinachoitwa screen time. Watu wengi hutumia simu kwa saa nyingi bila kutambua. Ndio maana kuna apps za kufuatilia muda wa matumizi ili kusaidia kujidhibiti. Pia simu yako inaweza kusaidia kujifunza mambo mapya kwa haraka kupitia YouTube, Google, apps za elimu. Pia unaweza kujifunza chochote ndani ya dakika chache. Simu yako inaweza kuwa hatari ukiitumia vibaya. Matumizi mabaya yanaweza kusababisha ajali, hasa ukiwa unaendesha gari, kupoteza muda muhimu, kuathiri mahusiano. Pia simu yako ni sehemu ya maisha yako kuliko unavyodhani kwa sasa. Simu imekuwa rafiki msaidizi, kifaa cha kazi, chanzo cha burudani. Kwa kifupi, ni sehemu ya maisha ya kila siku. Baada ya kuyafahamu mambo haya yote, ni wazi kuwa simu yako si kifaa cha kawaida. Ndani yake kuna teknolojia ya hali ya juu, uwezo mkubwa wa kusaidia maisha yako, lakini pia hatari zinazohitaji tahadhari. Swali la kujiuliza ni je, unaitumia simu yako au simu yako ndiyo inakutumia? Hii ni HD 700. Kwa hayo na mengine mengi, usisahau kusubscribe.